Bwana, taarifa kutoka katika chanzo cha Africa Foot cha kule Afrika ya Magharibi hapo jana kimetoa exclusive ama taarifa ambayo inahusiana na kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba Sports Club Jean Charles Ahoua. Sasa taarifa ambayo imetolewa na Africa Foot, jarida ambalo linatoa taarifa zake kwa lugha ya Kifaransa kutokea Afrika Magharibi, limeweka bayana kwamba kuna vilabu viwili kutoka Afrika Kaskazini ambavyo vimegonga pembe, vimekutanisha pembe kwa ajili ya vita ya kuiwania saini ya kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba Sports Club Jean Charles Ahoua. Sasa jana ni rasmi, klabu ya JS Kabylie ambao kwenye kundi moja na klabu ya Young Africans kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kundi B wameingia kwenye vita ya kuisaka saini ya Jean Charles Ahoua sambamba na Raja Casablanca. Raja Casablanca ya Morocco, JS Kabylie ya Algeria. JS Kabylie jana na wao wametia miguu miwili rasmi kwa ajili ya kuipambania saini ya Jean Charles Ahoua. Sasa huyu Raja sio habari mpya, tumeona tangu mwanzo wa mwezi uliopita. Taarifa zimekuwa ni nyingi sana kuhusu Fadlu kumhitaji Jean Charles Ahoua na vitu kama hivyo. Imekuwa ni story ambayo ni endelevu, imekuwa ikizungumzwa sana na si kitu kipya, kwa sababu sote tunajua ukaribu wa Jean Charles Ahoua na mwalimu Fadlu Davids. Kile ambacho kimetokea msimu uliopita, amekuwa ni mchezaji muhimu sana chini yake. Kwa hiyo kuhitajika kwake na Fadlu haiji kama mshtuko hata kidogo. Lakini Joseph Zimbauer, kocha mkuu wa klabu ya JS Kabylie, naye amewaambia viongozi anamhitaji Jean Charles Ahoua. Sasa sehemu ambayo inakuja kuleta utamu kwenye hii biashara ni namna ambavyo kila mmoja amejaribu kuiendea. Raja Casablanca wao wanataka kuweka mzigo straight. Taarifa kutoka Morocco, taarifa kutoka Afrika Kaskazini zinasema kwamba Raja Casablanca wao wanataka kuweka mzigo kwamba kiasi ni hichi hapa, tunataka mchezaji. Thamani ya Jean Charles Ahoua sokoni ni euro 505 ambayo inakuja kwenye sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 1,477,000 takriban. Hiyo ndiyo thamani ya sokoni ya Jean Charles Ahoua. Sasa of course kwa wenzetu hiyo ni pesa ambayo wao wakiamua kwa mchezaji ni pesa ambayo inafikika, wanaweza kuifanya hiyo biashara. Sasa mkataba wa Jean Charles Ahoua umebaki miezi 6, lakini Simba wako kwenye nafasi nzuri sana ya kupiga pesa, kwa sababu huyu mtu anahitajika na vilabu viwili, yani vinamhitaji kweli kweli. Kwa hiyo hii ni pesa, yani Simba wala hawana hofu wakati huu kuhusu Jean Charles Ahoua, kwa sababu anahitajika. Jean Charles Ahoua is a man in demand, anahitajika kweli kwa Afrika Kaskazini. Vilabu viwili vimekutanisha pembe, vinaipigania hii saini yake. Sasa Raja wao wanasema sisi tunataka tuweke mzigo, biashara ifanyike. Fadlu ameshasukuma sana mlango wa viongozi wa Raja kwamba anamhitaji sana Jean Charles Ahoua. JS Kabylie wao wamesema kwamba wanataka kuweka mzigo kiasi, lakini pia kutakuwa kuna mchezaji ambaye atahusishwa kwenye package ambayo itakwenda kwa Simba. Yaani kwamba wao wanataka kufanya kitu kinaitwa hybrid offer. Hybrid offer ni offer ambayo inakuwa ina pesa alafu inakuwa inaambatana na mchezaji pia. Hicho ndicho ambacho wanataka kukifanya JS Kabylie, kwamba wapeleke kiasi cha pesa alafu pia kuwe kuna mchezaji ambaye ataambatanishwa katika hii deal. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zinatoka katika nchi ya Algeria, zinaeleza kwamba mchezaji ambaye inadhaniwa anaweza kuwa sehemu ya hii deal ambayo JS Kabylie wanataka kuiofa kwenda kwa klabu ya Simba ni Assa Bada, kiungo wa zamani wa klabu ya Singida Black Star ambaye amefanya move kwenda katika kikosi cha JS Kabylie msimu huu kwenye dirisha kubwa. Taarifa zinaeleza kwamba huyu huenda akawa ndio mchezaji ambaye akawekwa kama sehemu ya biashara ambayo JS Kabylie wakawa tayari kuifanya kwenda kwa Simba ili kumpata Jean Charles Ahoua. Sasa Jean Charles Ahoua, Assa Bada, hao ni wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo ambayo yanakaribiana, wote ni viungo washambuliaji of course. Kwa hiyo unaweza ukawa unaona ni kama vile JS Kabylie wanataka kufanya a like for like kwenye upande wa mchezaji, kwamba tutakupeni mchezaji ambaye anacheza kwenye nafasi sawa na Ahoua, then tutakuongezeeni na kiasi cha pesa. Sasa kwa nini Assa Bada? Assa Bada inaonekana ni kwa sababu kiukweli kwenye kikosi cha JS Kabylie msimu huu hajakuwa na impact ambayo inatarajiwa. Amepata game time, amepata dakika kadhaa za kucheza. Of course kwenye ligi ya mabingwa ni kama vile dakika zake kadri siku zinavyozidi kwenda zimekuwa kama anakuwa anakula kipindi kimoja anatulia, anakula kipindi kimoja anatulia. Lakini mechi dhidi ya Young Africans, mechi ya mwisho kabisa ambayo JS Kabylie walitoka sare tasa na Young Africans wakiwa nyumbani, hakupata dakika hata moja. Lakini kwenye ligi ndio hivyo hivyo, dakika zake zinakwenda zinarudi. Kuna kipindi aliumia Henk hapa katikati, alikosa kama mechi mbili hivi kwenye ligi kuu ya Algeria. Kwa hiyo ni huyo mchezaji ambaye amekuwa na mixed
impact, na mpaka sasa hivi mechi 17 ambazo amezipata kikamilifu kwenye mashindano yote, ligi kuu ya Algeria, Ligue 1 pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika, ana assist moja kwenye mechi 17. Sasa hichi ni kitu ambacho kinamweka kwenye mazingira ya yeye kuweza kuwa sehemu ya dili ambayo Joseph Zimbabwe pamoja na viongozi wa JS Kabylie watajaribu kuileta kwa Simba Sports Club. Joseph Bada, kwa watu ambao tunamfahamu, tumemuona kwenye ligi ya Tanzania akiwa na Singida Black Stars msimu uliopita, tunaufahamu uwezo wake. Alifunga magoli 4, akatoa pasi za usaidizi 8 akiwa na kikosi cha Singida msimu uliopita. Alikuwa mmoja wa viungo washambuliaji bora kwenye ligi yetu. Kwa hiyo kuna namna ambayo huyu huenda akawa ndio mchezaji ambaye JS Kabylie wakawa tayari kumwambatanisha kwenye kifurushi ambacho kitapelekwa kwa Simba kwa ajili ya huduma ya Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo inawezekana kabisa kama Simba watavutiwa na ofa ya JS Kabylie ya kwamba tutakupa mzigo pamoja na mchezaji, inawezekana kabisa Simba wakajikuta wanaletewa kiungo, na kiungo huyo huenda akawa ni Josephat Arthur Bada. Kwa hiyo hizo ndizo taarifa ambazo zipo hivi sasa. Africa Foot wameripoti hiyo taarifa jana, kwa hiyo inaonekana ni kama vile asubuhi ya jana mpaka kuelekea mwanzo wa mchana wa jana ndipo taarifa ya JS Kabylie kuweka ofa kwenda kwa Simba imepatikana. Kwa hiyo Raja akapata mshindani, lakini hiyo inamaanisha kwamba ofa ya JS Kabylie ina mchezaji ndani yake. Wameshathibitisha hilo JS Kabylie kwamba wao watapeleka mzigo, watapeleka pia na mchezaji. Kwa hiyo kazi kwa Simba. Thamani ya Jean Charles Ahoua nimetoka kuweka bayana sokoni ni shilingi bilioni 1,477,000 505k euros, euro 505,000. Kwa hiyo iko hivyo, kazi kwao Simba, wao ndo wanajua zaidi, lakini ni wazi Jean Charles Ahoua kuna kila sababu ama kuna kila namna, kuna mwafaka wa biashara ambao unanukia kwa upande wake. Raja wanamtaka, Kabylie jana nao wameingiza ofa wanamtaka, wako tayari kumhusisha mpaka mchezaji atoke kule aje Simba ili Ahoua aweze kutua kule. Na JS Kabylie kiukweli wana struggle kwenye upatikanaji wa magoli. Miongoni mwa vitu vya msingi ambavyo Joseph Zimbabwe amevifikisha kwa viongozi ni kwamba timu ina struggle sana kwenye kupata magoli. Msimu uliopita in all competitions Jean Charles Ahoua amechangia magoli 30 kwenye kikosi cha Simba kwenye michuano yote, ligi kuu na michuano ya kimataifa pamoja na kombe la shirikisho la ndani la CRDB. Goli 19, assist 11. Ukijumlisha hapo unapata 20, unapata 30 exactly. Kwa hiyo unaweza ukaona hichi ni kitu ambacho sasa JS Kabylie anakitamani kweli kweli. Yaani mtu ambaye amechangia goli 30 kwenye ligi ya Tanzania ni kivutio huko. Kwa hiyo wao wanamhitaji, wako tayari kumofa mchezaji. Taarifa kutoka Algeria zinaeleza kwamba highly likely mchezaji mwenyewe akawa ni Arthur Bada, mchezaji ambaye wao wanaona kama vile kumofa kwa Simba italeta wepesi kwa sababu Arthur Bada anacheza kwenye nafasi sawasawa na Jean Charles Ahoua, then pia ametoka kuperform katika ligi ya Tanzania msimu uliopita. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye wanaamini wakimpresent kwa Simba, Simba watakuwa kwenye nafasi nzuri ya kukubaliana na ofa yao kwa sababu huyu mchezaji hatohitaji muda. Yaani sio mchezaji wa majaribio. Huji tena kumpa mtu muda, huji tena kujaribu. Ni mchezaji ambaye unajua kabisa nikimpata anakuja kuperform kwa sababu alishakuwepo hapa na alishaperform kwenye hii ligi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinawafanya JS Kabylie waone kwamba Bada anaweza kuwa chambo nzuri kwa Simba pamoja na ofa ambayo tutaiweka mezani ya pesa kwa ajili ya Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo habari kubwa iliyoko ni hiyo. Kiungo mshambuliaji bwana, mzee wa set pieces na penalty anahitajika Afrika Kaskazini.